Karibu katika episode ya 3 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya pili, basi hakikisha unagusa ile pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja. Na tulipokuwa tumekomea katika episode ya pili ni mara baada ya kumshuhudia Mwamba akiwa katika kisanga kizito, kwani bidada ana wasiwasi na kumuuliza kuwa siku ya jana ulikuwepo wapi nilipokuwa nikikuita wakati unafanya usafi? Na Mwamba akakosa jibu kabisa la kujibu, akajikuta tu ni kama anadhalilishwa mbele ya huyu mgeni ambaye alikuwa anahisiwa kwamba huenda ndiye aliyeweza kuvunja dirisha. Na mapema na alfajiri ikapitishwa roko kwa walinzi wote, wakaanza kuulizwa ni nani aliyeweza kuvunja dirisha siku ya jana. Lakini walinzi namna walivyokuwa kifokewa wakaona kuwa hawana haja ya kuendelea kufanya kazi katika nyumba hii, wote wakawa wameacha kazi. Lakini Madam Jiani akasema kwamba nahitaji kupata timu ambayo itakuwa na uwezo mkubwa sana wa kukagua CCTV kamera na kuweza kunionyesha ni nani ambaye siku ya jana aliweza kuvunja dirisha. Hii taarifa ilimshtua sana Malaika Dani kwa sababu ana wasiwasi kwamba siku ya kesho atakapokuja kufanya ukaguzi hapa ndani huenda atakuja kugundua zile picha ambazo zinamuonesha yeye akiwa anapaa na zile mbawa zake. Haraka sana Madam akawa amepiga simu kwa hawa watu wataalamu wa kamera, na walipoweza kufika tu katika eneo hili Malaika Dani akaanza kuhangaika kufuta zile picha za siku ya jana, lakini kwa bahati mbaya alishindwa kuweza kuzifuta. Ndio hapo wanasema mapigo ya mbio yakaanza kwenda moyo hapo bwana. Mambo yakaanza kwenda vuru varara. Jamaa Malaika Dani haamini kabisa kwamba asilika yake ya ule umalaika inakwenda kuzilika siku ya leo. Basi bana kideo kikaprewa na wakaanza kutazama tukio kuanzia mwanzo wa sili hizi mpaka mwisho. Lakini mara ngoja kwanza, ni kama hii picha ina scratch kuanzia hapa ambapo Mwamba mbawa zake zilitaka kutoka. Jamaa akavuta pumzi na kufurahi kweli kweli. Alafu ndiye Malaika Dani tena akajifanya anaulizia shida nini hapo, mbona kama vile haipray tena? Wakasema kwamba huenda siku ya jana wakati mvua inanyesha kali sana huenda radi ziliweza kuathiri mifumo ya picha. Lakini huyu madam akaagiza kwamba kwa nini kila kitu kisiweze kurudishwa kama kawaida, lakini wakasema kwamba haiwezekaniki kwa sababu hakuna kilichokuwa kimerekodiwa mara baada ya pale. Sasa Malaika Dani akafurahi na kusema kuwa ni kweli kabisa, inaonekana vitu vilivyorekodiwa ni ngumu sana kuweza kuvirudisha ambavyo havijarekodiwa. Lakini ile kwenda kumtazama tu huyu mtaalamu wa mitambo akaja kugundua kwamba kumbe ni yule kiongozi wa malaika alikuja kumkomboa Mwamba kutokea katika huu msala. Moja kwa moja kama amemtoa nje ya jengo. Jamaa akasema nimekuja kusaidia kwa sababu ulikuwa umesimama katika mvua ndio maana mbawa zako zilikuwa zimeweza kujitokeza, usifanye hivyo siku nyingine. Lakini pia nikukumbushe kwamba umebakiwa na siku 94 kuhakikisha kwamba bidada anaingia katika moyo wa mapenzi. Lakini Mwamba kazi kulalamika na kusema kwamba bidada ana roho ngumu, yule hawezi kuingia katika mapenzi. Lakini kiongozi wa malaika hanaga maneno mengi hata kidogo. Yeye akawa amefungua mlango na Mwamba kama ameingia ndani. Ila anafika tu ndani anakuta mapolisi officer walikuwa wamefika katika eneo hili na walikuja kuchunguza juu ya tukio la jana lililoweza kufanyika. Kumbe bidada hakulizika kabisa na ule utafiti uliofanywa na hawa watu wa kamera. Ripoti ya mafande inasema kwamba tukio hili halikutokea kwa bahati mbaya. Inaonekana kuna mtu nyuma ya pazia ambaye alikwenda kusafisha hapa kila kitu kwa sababu hakuna ushahidi wowote ule ili tungeweza kupata fingerprint. Lakini inaonekana kwamba mtu alikuwa amefanya tukio hili alizingatia sana kulinda siri yake na kutaka kabisa iweze kugundulikana. Inaonekana kwamba aliyevunja hili dirisha huenda yuko hapa ndani, na mafande wakati wanaongea hayo yote walikuwa kimtazama huyu kijana wa kiume ambaye yuko hapa ndani. Lakini pia yule Mwamba juu alikuwepo katika eneo hili na kusema kwamba ninataka kuongea na wewe. Lakini bidada Jioni akasema hapana, sihitaji kuongea na mtu yote kwa sababu nataka nitoke nje kwa wakati huu. Bidada Jioni akamtupia Mwamba funguo ya gari, lakini Mwamba kama ameganda na amedoa kwa sababu hajawahi kuendesha gari hata siku moja katika maisha yake. Yeye ni malaika alikuwa anapaa tu. Lakini Mwamba juu alipogundua Mwamba huyu ni kama mzembe hivi akachukua funguo ya gari na akaanza kuendesha. Aligundua kabisa kwamba hapa kuna kipengele hapa. Na kumbe safari ya bidada ilikuwa inampeleka katika maeneo ya makaburi kule ambako wazazi wake walikwenda kuzika, na akaanza kuyatema ya moyoni mwake wa kusema kwamba kutoka mlivyoweza kuondoka basi mmeniacha katika hofu kubwa sana kwa sababu kila aliye jirani yangu nahisi kwamba ni hatari yangu. Lakini ile time anatoka katika maeneo haya ya makaburi kuna mvua ilikuwa inaanza kunyesha. Mwamba akaagizwa kwamba akachukue mwamvuli kule ndani. Jamaa alipoweza kufuata mwamvuli ila anarudi akakumbuka kuwa vipi kama hali tu ya unyevunyevu inaweza kusababisha mabawa yake yaweze kutoka. Hasa jamaa wakati anaendelea kujiuliza akawa anachelewa sana. Yule Mwamba juu katika gari akatoka akiwa amechukua mwamvuli na kuja kumshika bidada kisha akawa anamtoa katika eneo hili. Lakini bidada akawa anashtuka sana anapoguswa na huyu jamaa. Lakini bidada juu akakataa na kusema kwamba sitaki mtu yote ambaye sijamzoea kama mfanyakazi wangu aweze kunigusa. Basi ikabidi Mwamba kufunga mwamvuli kisha akawasha ka projector hapo na kuanza kumsimulia bidada namna gani alivyokuwa anacheza vizuri. Kumbuka kwamba huyu juu ni kiongozi wa kundi la madensa na anataka bidada aweze kurudi katika mchezo. Kampongeza bidada kwa kusema kwamba kipaji chake si cha kujifunza bali ni cha kuzaliwa nacho. Lakini akasema kwamba ametokea kupenda sana aina hii ya kipaji na akazidi kumwomba bidada kwamba naomba urudi katika mchezo huu. Lakini bidada alikuwa iko kimya tu. Lakini ule muda wanarudi nyumbani tu almanusura gari yao uweze kupata ajali kwa sababu kuna mawe yalikuwa yamewekwa njiani, kitu ambacho kikamsababisha bidada kuanza kukumbuka ile siku aliyoweza kumpoteza mjomba wake. Na mara ghafla ile hali ikasababisha kichwa cha bidada kianze kumuuma, kitu ambacho kikasababisha Mwamba juu kuweza kumshika bidada katika mkono wake. Lakini bidada ndo akaanza kukumbuka kwamba ile siku alikuwa anapata ajali Mwamba juu ndo alikuwa amepigia ambulance ije kumchukua. Lakini pia Mwamba juu alikuwa ameyokotaga necklace ya bidada akaileta siku
ya leo na kuambia kwa hii ni necklace ambayo ulikuwa umeiangusha siku hiyo ya ajali. Na bidada akawa amepokea ile necklace kisha akamwomba msamaha Mwamba kwa kumtreat vibaya siku za hivi karibuni. Hali hii ilimkela sana huyu Malaika Dani kwa sababu akawa anahisi kwamba isije kawa juu atakuja kuingia kwenye mapenzi na huyu bidada. Malaika Dani kichwa kimeanza kumwaka moto. Kila akifikiria hapati majibu kabisa. Anaanza kujiuliza huyu Juu ni nani? Katika kupeleza katika mitandao ya kijamii akaja kugundua kwamba Juu ni mkurugenzi wa kampuni inayohusu madensa. Akaanza kuzihesabu siku moja baada ya nyingine akagundua kwamba amebakiwa na kama siku 92 tu. Mwamba aliwaza mpaka aliwaza tena akajikuta amelala nje, na wakati huo bana alikuwa na keki yake pembeni. Kumbe bana yule mbwa wake yule bidada akawa ametoka nyakati hizo za asubuhi akaenda kuila ile keki na ikamsababishia hali mbaya ya kiafya. Madam alilia sana kwa sababu huyu ni mbwa ambaye anampendaga sana. Alafu akachukuliwa yule mbwa moja akapelekwa katika maeneo ya hospitalini. Jamaa akaanza kujisi ni mkosaji kwa sababu ameweza kumsababishia mbwa bidada kuweza kupata shida. Shangazi mtu huko upande wa pili anayefahamika kama Sonju akaingia katika chumba cha bidada na kuanza kutafuta dokumenti fulani hivi za muhimu. Inaonekana kana kwamba kuna kitu anataka kukifanya. Na kumbe inaonekana kwamba Sonja alikuwa anamchukia sana mpaka mume wake yule ambaye alikuwa ni anko wa bidada, na alikuwa ameandaa mpango wa kuweza kumwangamiza yeye pamoja na huyo bidada, na ndiye alikuwa ameandaa mpango wa kuweza kuhakikisha kwamba breki zinalogika kabisa za ile gari ambayo alikuwa ameitumia na mpaka anko akapoteza maisha. Na kumbe kulikuwa kuna ugomvi mzito kati ya wawili hawa na ndoa, na mume alikuwa amemwahidi mke wake kwamba iko siku atamtupa gerezani akiendelea na tabia yake hii ya kutaka kumnyang'anya bidada mali, na akamwambia kabisa kwamba amekusanya ushahidi wote unaoonyesha kwamba yeye anahusika na vitendo vya kihalifu. Hasa bidada anahangaika sana kutafuta huo ushahidi uko wapi, lakini bado hafanikiwi kuona. Lakini ile bibi Jion na Mwamba Malaika Dani wakiwa wanafika nyumbani wakashangaa kuona kwamba shangazi yake akazuga kana kwamba alikuja kumletea zawadi ya keki ya birthday siku ya leo, kisha akawa na stream katika mitandao ya kijamii. Na wakati yeye anaendelea kukagua kule chumbani, alikuwa ameweka wafanyakazi wake waendelee hapa kumzuga bidada, lakini bidada akawa ameshtukia kitu, akapanda juu gorofani na kusema kwamba shangazi yuko wapi, shangazi yuko wapi, akaendelea kukagua huko juu. Walihangaika sana kutafuta lakini hawakuweza kumuona. Kumbe Sunja alikuwa yuko nyuma yao na tayari alikuwa amekuta ile document ambayo ina ushahidi wote kuonesha kwamba yeye ni mhalifu. Basi bana sherehe yao ya birthday ikaendelea kufanyika kama kawaida, lakini bidada alikuwa na wasiwasi sana huenda kuna kitu kimeweza kufanyika siku ya leo. Akawafukuza hao wote, lakini kwa sababu wameweza kukamilisha jambo lao basi wakaondoka hata bila wasiwasi wote ule. Hasa Malaika Dani hajui chochote kinachoendelea, kazidi kumlaumu bidada akamwambia kwamba yeye ni familia yako uliyobakiwa nayo huyo Sunja ndio ulitakiwa kumtumikia sana, lakini wewe ndio unamnyanyasa, unamjibu majibu mabaya, sio vizuri unajua. Bidada jioni aliona kwamba huyu jamaa nimemdekeza sana, akachukua kipande cha keki akamtupia usoni. Mwamba naye akachukua naye akamtupia bidada. Bana ikawa ni mvurugano hapa ndani. Keki kazidi kutawanywa huku. Angekuwa director poa hapo enda angedaka kipande kimoja angeshiriki. Mwamba akatoka nje ya nyumba akiwa amekasirika sana. Akawa na hofu huenda atapokea tu simu hapa inayomwambia tumekufukuza kazi, lakini akagundua simu yake ilikuwa inaita. Kuja kutazama anagundua kwamba ni namba ya Basra. Aisee bora. Basra kwanza akaagiza kirevi akaleta pale mezani. Sasa Mwamba hajuagi kabisa kwamba ipombe inalewesha. Yeye akawa amekunywa tu akagundua kwamba ni kama ni chungu fulani. Akasema kwamba mbona ni chungu? Bidada akasema kuwa sijakuitia hayo, nimekuitia kwa sababu nataka urudi pale nyumbani kwa sababu hakuna anaweza kufanya kazi na bidada zaidi yako. Upande wa pili nyumbani huku bidada hali ni tete kweli kweli. Kila kimimina chai anakumbuka kwamba Dani angalau alikuwa akimsaidia kumimina chai vizuri, lakini sasa hivi anamimina chai anaungua, hii inamkela sana. Akawa anachukua simu yake anatamani kumpigia Mwamba Dani lakini anajikuta tu anailisha. Ghafla tu akasikia kuna sauti ambayo ni kama anaifahamu nyuma yake. Lakini kumbe alikuwa ni Mwamba Dani kalewa vibaya mno. We Ji upo humu ndani? Akazidi kupiga tu makelele hapo ndani. Lakini pia akawa anachukua mabomba ya maji na moja kwa moja anaenda kuyadumbukiza maeneo fulani hivi kwenda kuyaficha ili bidada asije akamwagia maji akageuka kuwa malaika. We Ji uko humu ndani? Nakwambia nimerudi baba mwenye nyumba. Leo ndakuonesha kazi. Yaani sitaki kabisa jeuri yako. Yaani Mwamba kanywa soju kidogo tu tayari anajiona kuwa ni baba mwenye nyumba humu ndani. Mwamba akaanza kufagia kwa fujo, bidada akajitokeza na kusema kwamba wewe unafanya kitu gani? Mwamba akamwambia njoo hapa, akamkamata bidada mkono. Kisha bidada alikuwa na kakovu fulani hivi katika mkono wake. Jamani kumbe uliumia kwenye ule ugomvi wetu wa jana. Aisee pole sana bidada. Akachukua kitambaa chake kile cha umalaika akamfunga bidada akasema kuwa kama ukikuta mimi sipo hichi kitambaa kitakopo mbadala wangu, sawa Akamshika bidada akamnyenyua juu. Haya cheza na mimi, cheza na mimi. Haya kushoto, kulia, kushoto, kulia. Mwanzoni bidada Jiang alikuwa hataki kabisa kuweza kucheza, lakini ghafla tu akajikuta na yeye amenogewa, akaanza kujikuta anacheza ule mchezo wake wa Barrett. Mwamba kawa na muhendo bidada vizuri kabisa katika hali hii ya ulevi. Baada ya kucheza kwa muda mrefu akajikuta tu amesogeleana kwa ujirani sana, kana kwamba alikuwa anaelekea kuweza kukiss, lakini Mwamba Malaika Dani akajikuta amepata usingizi na kujikuta tu anamwegamia bidada. Na kama unavyojua mlevi akilewa huwa anaongea ukweli, akaanza kusema kwamba hivi unajua kwamba tabia yako hiyo ya ukali, manyanyaso na kufokafoka watu wanavutiwa nayo? Hapana, sio kila mtu anavutiwa na hali kama hiyo.
hiyo. Ukitaka kuishi na watu unatakiwa kujua kwamba kuna madhaifu, kuna changamoto zipo, na binadamu huwa anatakiwa kusamehewa pia wanapokuwa amekosea. Wewe kila wakati tu mtu akikosea kidogo umemfukuza, sio vizuri. Lakini kadri mwamba huyu anavyozidi kuongea, ndio bidada akaanza kuunganisha matukio na kugundua kwamba huyu ndio mwamba ambaye alikutana naye siku ya kwanza kabisa mvua ilipokuwa inanyesha, na huyu ndio aliondoka na leso yake. Na bidada akashtuka kwamba huyu jamaa alikuja kuomba kazi hapa ikiwa alikuwa ni mpelelezi anayenipeleza kwa kitambo kirefu sana. Moja kwa moja akapiga simu polisi na kesho yake wakaja kumkamata mwamba. Jamaa analia tu, nimekosea nini madam, mbona wewe mkali hivyo? Mwamba akasema kwamba ana uwezo wa kuelezea jambo lolote lililoweza kutokea. Bidada akamuita kwa dakika kadhaa akasema kwamba, je, wewe ulikuwa unanifahamu mimi kabla ya kuja kuomba kazi hapa? Kwa sababu wewe nimewahi kukuona chini ya mti siku ile wakati mvua inanyesha. Mwamba akakiri wazi, ni kweli nilikuwaga ni mimi. Akaulizwa, ni nani ambaye amekutuma katika nyumba hii? Marekadani akanyanyua kidole chake kuoneshea mbinguni kwamba anataka kusema aliyemtuma ni Mungu. Akasema mimi nimetumwa na kutokea juu. Na kufikia hapa bidada ndo akaamini kwamba hili jamaa nilipelelezi na alikuja hapa ndani kumchola tu huyu bidada. Akamtupia kileso chake kisha akamwambia polisi kwamba wampeleke kituo cha polisi na wakamfinya vizuri aeleze ni nani aliyekuwa amemtuma kuja kumpeleza katika nyumba hii. Unadhani nini kitajili? Hakikisha tu kwamba unagusa makopa katika ukurasa wa comment, lakini kila unapotoka episode hakikisha kwamba unagusa alama ya kulike. Lakini kama bado hujasubscribe katika ile channel yetu ya pili, kumbuka kwamba kuna baadhi ya couples zinatoka katika ile channel yetu nyingine. Na ili uweze kuzitazama hizo episode zote, basi ni muhimu sana ukawa unagusa subscribe katika channel zote mbili. Hakikisha kabisa kwamba umegusa alama ya kusubscribe. Okay, bila shaka yote mimi naitwa DJ Paul, lakini hii inaitwa PVP Media Max na PVP Nigeria Recap.